Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na ninaenda kusoma katika maandiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 12. Nitaanza ule mstari wa 4, lakini lengo la ibada ya leo ni kutaka muamini aelewe lugha za mbinguni, spiritual language ama lugha za kiroho, ambapo inaweza ikawa ni ngumu sana mtu kuzielewa, kwamba ni rahisi sana kujua ya kwamba umeokoka, upo katika uwepo wa Bwana, lakini lugha za mbinguni unaposoma Biblia ama lugha za kiroho unaposoma Biblia ndizo zitakazo kusaidia wewe kuenda viwango vipya vya ushindi katika ulimwengu wa roho. Sasa tutaenda kuiangalia lugha moja hapa, tuitazame kwa pamoja, alafu baada ya hapo tuingie kwenye maombi. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 12 mstari wa 4, taanzia hapo. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Heroda alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Sasa utaendelea hapo kusoma, lakini utaelewa nachotaka uangalie dhana ya gereza katika ulimwengu wa roho. Tunasoma habari hii kwamba Petro alikamatwa akawekwa gerezani, na alipowekwa gerezani askari wakamlinda. Tutakuja kuangalia hilo. Askari wakamlinda, vikosi 4 wakamlinda Petro akiwa ndani ya gereza. Kwa hiyo tunaona ndani ya gereza namba 1, alafu ndani ya gereza kuna askari. Sasa angalia, uko ndani ya gereza halafu kuna askari. Sasa tuchukue hayo mawili, tutaendelea kuyatafsiri hapo mbele ya safari. Lakini tunaangalia kuna Paulo na Sila, na wao waliingia gerezani. Sasa tunaona kuna lugha fulani hivi na wao ilitumika. Kuna lugha fulani hivi ilitumika, ambapo nataka tuiangalie. Anasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, nianzie ule mstari wa 16. Biblia inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea, wakamkamata Paulo na Sila, kokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji,
wakawachukua kwa makadhi, wakasema watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora, na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwamuru mlinzi. Angalia hapo tena, kuna gereza halafu kuna mlinzi. Akasema wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana, naye akisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani. Hiyo ni kitu kingine cha tatu tunataka tukaangalie, chumba cha ndani. Akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu kwa kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Lishike hilo, misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Lisikishike hilo pia, milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Sasa tunaangalia hapa, tunaona kuna lugha ya rohoni ambayo, spiritual language, ambayo muamini kila anaposoma Biblia lazima aweze kuangalia lugha za rohoni ili aweze kuzileta kwenye maisha yake ya kawaida. Na ndio maana tunakuta Yesu alikuwa akitumia lugha za aina mbalimbali. Hata alikuwa anatumia muda mwingine mifano, ili watu waiangalie ile mifano kwa lugha ile, waweze kuleta ufahamu katika maisha yao na wayashughulikie maisha yao ya kiroho. Sasa tunaona Biblia inaeleza kwa habari ya kutupwa gerezani. Katika picha ya kawaida inaonekana walitupwa gerezani, kwenye gereza hili kama haya magereza tunayoyasikia yanawafunga watu ambao ni wahalifu. Lakini katika ulimwengu wa roho, gereza ni kitu kingine ambacho kinaweza kikawa kinaonekana kwa rohoni kuliko mwilini. Kwa sababu mwilini tunaona matokeo ya mtu aliye gerezani. Na ndio maana nasema huyu mtu ana vifungo, huyu amefungwa, huyu ni lugha ya rohoni hiyo, ana vifungo huyu. Lakini yupo mtaani, haimaanishi kwamba yupo sehemu ya kibinadamu katika hali ya jengo. Yupo katika kifungo. Lugha ya rohoni tunaona vifungo vyake, tunaviona. Tunaona anatembea, anaongea peke yake, ni vifungo, yuko gerezani. Tunaona anatembea katika madeni, ni kifungo, yupo gerezani. Kuna vifungo mbalimbali. Tunaona mtu ana ulevi uliopitiliza, ni vifungo hivyo. Kwa nini mtu awe mlevi? Ni vifungo. Unakuta mtu anaangalia sana pornography, ni vifungo hivyo. Unakuta mtu anapambana, anasema sitaangalia tena, anaangalia tena. Anakuja tena kusema mtumishi wa Mungu, yani umeniombea lakini nimechangaa tena, baada ya maombi nimeenda kuangalia tena. Unakuta ni kifungo hicho, sio kwamba ni kitu cha kawaida. Unakuta kuna hali unapitia mawazo, stress, ni vifungo hivyo. Ufahamu umekamatwa, unashindwa tena kutafsiri mambo katika ulimwengu wa roho, ni kifungo hicho. Madeni, unaweza kukuta una madeni ambayo hata ukijaribu kulipa hayalipiki, hata kupunguza unashindwa, uweze hata kujitingisha, ni vifungo hivyo. Katika ulimwengu wa roho vyote hivyo jumla yake vinaitwa vifungo. Sasa tunaangalia walinzi. Biblia inapoeleza kwa habari ya walinzi katika ulimwengu wa roho, walinzi ni yale mapepo yanayomshikilia mtu asitoke kwenye hiyo hali anayoipitia. Kwa maana ya kwamba una stress, una mawazo mengi yaliyokithiri, kuna walinzi wanaokulinda usitoke. Unashangaa kila unapotaka kutoka wanakandamiza hapo hapo usitoke. Sasa hao walinzi
huwa wanasababisha mateso yaendelee kuwa mengi sana. Wanakulinda hata uwezi kwenda kusikiliza ibada. Kuna mwingine anasema mimi baba ninasikiliza ibada na shangaa sielewi, unapoanza kuomba na lala. Akasema narudi tena nasikiliza mara ya pili, unapoomba unalala. Hasa kaisha sijui inakuaje. Walinzi wanamshikilia. Kama amepambana kusikiliza ibada, watamshikilia asisikilize ibada mpaka mwisho. Ni walinzi wale. Kazi yao ni kulinda huyu mtu asijitingishe. Lakini kuna vyumba vya ndani. Vyumba vya ndani ni namna ambapo unakuwa kwenye vifungo, lakini kwenye vifungo ambavyo kutoka kwake kuna hitaji nguvu iliyo ya juu zaidi, kwa sababu kutoka kwake kunabidi utoke sehemu moja uje kwenye sehemu nyingine mpaka utoke. Sio kitu rahisi. Vyumba vya ndani ni magereza ya ndani katika ulimwengu wa roho ambayo yanawashikilia watu, na kuna wengine huwa hawawezi kutoka huko endapo kama wamekosa msaada wa kiroho, ama wamekosa mentor wa kiroho, ama mchungaji ataweza kusimama na mafuta kumtoa mtu katika vyumba vya ndani. Wale watu ambao wameshahudhuria maombi na wafanyaga ya kuwatoa watu kwenye vyumba vya ndani huwa wanaelewaga mziki wake vile unavyokuwa, wanaelewaga ile shughuli yake inavyokuwa. Ni tofauti na kumtoa mtu tu ambaye amevamiwa na mapepo. Kwa mfano, wewe mtu amekuonea wivu tu hapo kazini kwako, anaweza kukurushia mapepo, halafu kajikuta tu ghafla unachukiwa. Yale hivi ni vifungo tu vya kawaida. Lakini vile vifungo vya ndani, vyumba vya ndani, huwa vinagharimu sadaka na makafara kumpeleka mtu kwenye hivyo vyumba vya ndani, ambavyo wachawi wengi na familia nyingi watu wao wameshikiliwa kwenye vyumba vya ndani, ambavyo humo ndani kuna maagano, kuna makafara. Lakini mtu anayepita kukuloga kwa wivu hawezi akawa na maagano ya kukuloga wewe. Atakuloga tu kutesa na mapepo. Ukienda kanisani unafunguliwa, ukija kwa mtumishi unafunguliwa, kwa sababu ni wivu tu, ni hila tu. Lakini unakuta hizo ni hila ambazo ni uonevu. Ukisogea mapepo yanaondoka, unaendelea na shughuli nyingine. Lakini unapoongelea vyumba vya ndani, vinahusisha maagano, makubaliano ya vizazi, kwamba watoto wetu watakuwa katika hali hii, lakini sisi tufanye hiki tupate hiki. Ni maagano hayo ya vyumba vya ndani ambavyo unahitaji upako, anointing, kumtoa mtu kwenye vyumba vya ndani. Wanaelewa wale watu ambao wanahudhuria ibada pale Sinza ama Kigamboni. Na wewe uliopo Dar es Salaam, nikukaribishe sana. Hata leo Sinza pale tutakuwa tuna ibada kubwa ya kuwafungua watu katika vifungo vyao. Hakikisha unakuja pale Afrika sana ile njia ya kuelekea Mabatini Polisi, pana kanisa pale HVC, njoo. Kwa sababu kuna maombi na maombezi ya kuwatoa watu kwenye vyumba vya ndani, tofauti na haya maombi ya kawaida. Sasa hiyo unaweza usielewe sana, lakini aina ya mateso yako yanaweza yakaonyesha kwamba umefungiwa kwenye vyumba vya wapi. Kwa hiyo tunaongelea vyumba vya ndani. Sasa tunakuja kuona ya kwamba misingi ya gereza ikatikiswa. Tumeona hiyo. Halafu vifungo vikawaachia. Maana yake nini? Tunapoenda kwenye maombi, tunapoachilia nguvu ya Mungu, cha kwanza ambacho kinatokea, misingi ya gereza huwa inatikiswa. Lazima kwa kuna mafuta ya kutikisa misingi ya gereza. Halafu vifungo vimwachie mtu. Hapo ndipo mtu anaanza kusema, baba, wakati tunaomba nimefunguliwa na leo naendelea vizuri. Tayari ujue huyo mtu ameshatolewa kwenye gereza lake ambalo lilikuwa linamtesa. Kwa hiyo ni lazima muamini aelewe ya kwamba mambo anayoyapitia lazima ayatazame kiroho, ayatafsiri kwa lugha ya rohoni, kwamba hivi kwa nini napitia hali hii, halafu achukue hatua.
Kwa sababu watu wengi wanachukulia mambo kama kawaida. Yaani hana kazi, anachukulia kawaida. Biashara yake iko pale pale mwezi mzima, anaona kawaida. Ndoa yake ina mateso na misukosuko, anaona kawaida. Uchumba wake mpaka leo hamna mtu anayemsogelea, anaona kawaida. Uchumba wake hamna mtu anaenda kutoa mahari, hapo kila siku ni kalenda, anaona kawaida. Ni madhara ya watu kutokuwa na tafsiri ya matukio sawa sawa na lugha ya rohoni na kuchukua hatua. Na ndio maana unaweza kukuta mtu yeye kila siku maombi anaona kama sio ya kwake. Inaweza ikawa kweli sio ya kwako kama hauyatafsiri mambo katika roho na hauyaoni mambo katika roho. Lakini yule anayeona mambo katika roho, hata siku ya leo inapita, siku ya jana imepita, mbona leo hamna hela iliyoingia kwangu? Mbona sijaona baraka zikiingia kwangu? Anakuta kuna kitu cha kukishughulikia hapa katika ulimwengu wa roho. Asubuhi ama usiku akiamka, anaanza kuruhusu baraka zimjilie. Anaanza kupiga madhabahu zilizoshikilia baraka zake. Anaanza tayari, huyu mtu huwa anatafsiri mambo ya kiroho akiangalia maisha yake na kuchukua hatua. Na ndio maana nimetuma clip moja kwenye magrupu yetu hayo ya Anza Siku na Bwana. Chukua zile clip zile mbili, zisambaze na kwa wengine. Zisambaze, zisikilize kwanza, wewe zisambaze, uone kitu kimeongelewa kwenye zile clip. Ukisambaza utakuwa umewasaidia wengi. Kuchukua hatua hiyo ya kiroho sio kitu chepesi. Na ndio maana ukuta watu wanaweza kachukua hatua moja, hatua ya pili akaiacha, halafu kabaki kwenye kifungo. Unakuta amesikiliza ibada, hajasikiliza mpaka mwisho, amebaki kwenye kifungo. Amesikiliza ibada, amesikiliza mpaka mwisho, hajatoa sadaka, amebaki kwenye kifungo. Amesikiliza ibada, ametoa sadaka, hayaishi aliyoyasikia, anabaki kwenye kifungo. Yaani ni lazima kuwe kuna maelekezo yanayomsaidia muamini kukaa katika ushindi. Moja wapo ni kuielewa lugha ya mbinguni na kutafsiri lugha za kiroho na kuchukua hatua. Nataka mtu mmoja anapoongea, mkini ulikuwa unaangalia maisha yako, unaona uko kwenye kifungo fulani, unaona uko kwenye gereza fulani. Mwingine kabisa anasema kwa kweli, kwa nayo yapitia, lazima nitakuwa kwenye gereza, lakini nimetupwa kwenye vyumba vya ndani. Nataka niende nikaombe na utamshangaa Bwana. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu uliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya neema kubwa uliyoiachilia ndani yetu katika jina la Yesu. Roho Bwana, asante kwa ajili ya ibada njema na neno la ushindi ulioliachilia kwa watu wako siku ya leo. Nami kama kuhani wako ninaenda mbele zako na nikiingia kwenye mifumo ya watoto wako na maisha yao kama kuhani, nikienda kinyume na magereza yale yote yaliyowashikilia watoto wako hawa, na vile vifungo ambavyo vimewashikilia, vile vifungo vya tabia, vile vifungo vya maisha, vile vifungo vya mateso vilivyowashikilia watoto wako. Roho za umaskini, roho za mateso na magonjwa zilizoshikilia watoto wako, roho za madeni, mateso na misukosuko kwenye ndoa na mahusiano. Roho Bwana, naomba rehema na neema zako ukawafungue watoto wako, na umfungue mtoto wako huyu katika vifungo vyote katika ulimwengu wa roho, hata vile vifungo vya ndani, vyumba vya ndani vilivyomshikilia mtoto wako huyu, vyumba vikamtapike, magereza yakamtapike, kama Petro alivyotapikwa na lile gereza, kama Paulo na Sila walivyotapikwa kwenye ile gereza. Leo ni zamu ya mtoto wako huyu, Bwana, ukamwachilie na ndani yake akatapikwe kwenye magereza ya mateso yake katika jina la Yesu. Atapikwa kwenye magereza ya mateso yake yaliyomtesa kwa muda mrefu, yaliyompa simanzi kwa muda mrefu, yaliyomuumiza kwa muda mrefu katika jina la Yesu. Roho Bwana, ninaomba ruhusu nguvu yako, malaika yule aliyempiga kofi Petro begani hata akamwamsha, akamtoa katika vifungo vyake, akamwambia vaa viatu vyako, vaa nguo zako, nifuate, akamtoa katika gereza. Malaika yule akamtoa mtoto wako huyu katika gereza lake la mateso, katika gereza lake la kuwa na stress na msongo wa mawazo, katika gereza
gereza lake la kukosa amani, katika gereza lake la madeni, katika gereza lake la misukosuko kwenye ndoa, gereza lake la magonjwa, mtoe katika jina la Yesu. Kila gereza lililomshikilia mtoto wako huyu, kila gereza lililoshikilia familia ya mtoto wako huyu, leo yale magereza yakawatapike kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wako wakatapikwe na magereza yaliyowashikilia kwa muda mrefu. Baba, nasema asante kwa kuwa neema yako yatosha. Unaenda kuwatoa watoto wako katika vifungo vyao, na wa kwanza awe ni huyu anayenisikia wakati huu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Geuza maisha ya mtoto wako huyu, Bwana. Geuza hatima ya maisha yake ambayo adui ameichezea kwa muda mrefu. Geuza maisha yake akawa ya furaha na kicheko tena, ukampe amani na neema kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa maana vifungo vya gereza vimekwisha kuondolewa. Nyororo zilizomshikilia mikononi mwake na miguuni mwake zimekwisha kukatika. Mikatale iliyomshikilia imekwisha kuachia. Roho Bwana, asante kwa maana ile neema yako inaenda kudhihirika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana, na maombi haya yamekutoa katika magereza yako. Basi utashika sadaka yako njema kwa Bwana, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Utakapoiachilia sadaka yako, utanijia inbox na utaniandikia kwamba hii ni sadaka yangu ya kutoka katika vifungo vyangu, magereza yangu ya vyumba vya ndani. Mungu ataenda kusema nami nitatamka neno juu yako na utamshuhudia Bwana. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.